Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Godbless Lema, ameshiriki taarifa kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, akieleza kushangazwa na taarifa iliyopostiwa na kituo cha televisheni cha Azam TV kuhusu mauzo ya maonyesho ya Sabasaba yaliyofikia shilingi bilioni 3.9. Katika chapisho lake, Bwana Lema ameandika kuwa mauzo hayo ni kushindwa kukubwa hadi kufikia hatua ya kuwa aibu kutangazwa hadharani, akifananisha kiasi hicho chote cha mauzo ya Sabasaba na dhamani ya zawadi ya send-off iliyotolewa Katoro. Ameeleza kuwa uchumi wa nchi haupo sawa hata kidogo, na ametoa wito wa kurekebisha mwenendo wa siasa za nchi kabla ya majuto kuwa makubwa zaidi, akisisitiza kuwa hali mtaani si nzuri. Bwana Lema ameeleza taarifa hiyo kwa mauzo ya Sabasaba, ikizingatiwa kuwa siku ya Sabasaba yenyewe ilikuwa ni siku ambayo wafanyabiashara wengi walibaki majumbani na hawakuyafungua biashara zao, huku serikali ikiwa imetoa wito wa amani kwa wananchi kushiriki katika shughuli za siku hiyo bila furugu. Muktadha huo wa siku ya Sabasaba, kwa mujibu wa uchambuzi wa Godbless Lema, ni muhimu katika kuelewa kwa nini kiwango cha mauzo kilichotangazwa kinaonekana kuwa cha chini zaidi, kwani baadhi ya wafanyabiashara wa maeneo mbalimbali hawakufungua shughuli zao za kawaida za kibiashara siku hiyo mahususi kutokana na hali ya tahadhari iliyokuwepo cha kutokea kwa maandamano. Godbless Lema ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, chombo cha juu cha maamuzi ndani ya chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania, nafasi inayompa jukwaa la kutoa maoni kuhusu masuala ya kiuchumi na kisiasa yanayohusu utendaji wa serikali. Msimamo wake dhidi ya taarifa ya mauzo ya maonyesho ya Sabasaba unaakisi mtazamo wa uongozi wa chama chake kuhusu hali ya uchumi wa nchi kwa ujumla, hususan katika kipindi ambacho serikali imekuwa ikitangaza takwimu za matukio mbalimbali ya kiuchumi kama viashiria vya mafanikio. Kama mjumbe wa chombo cha juu cha maamuzi cha Chadema, maoni ya Bwana Lema kuhusu masuala ya kiuchumi mara nyingi hubeba uzito na wafuasi wa chama hicho pamoja na wadau wengine wa masuala ya kisiasa na kiuchumi nchini, kutokana na nafasi yake ya uongozi ndani ya muundo wa waamuzi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Maonyesho ya Sabasaba ni tukio ya kila mwaka la kibiashara nchini Tanzania linaloandaliwa kuwapa nafasi wanabiashara na makampuni fursa ya kutangaza bidhaa na huduma zao kwa umma, likiwa linasimamiwa na taasisi za biashara za kitaifa. Kwa kawaida, taarifa za mauzo ya idadi ya wageni wanaotembelea maonyesho haya hutolewa na mamlaka husika kama sehemu ya tathmini ya mafanikio ya tukio hilo la kila mwaka. Maonyesho hayo huchukua muda wa siku kadhaa na kushirikisha mabanda mbalimbali ya makampuni ndani na nje ya nchi, wakijumuisha sekta ya viwanda, kilimo, huduma za afya, huduma za fedha na mawasiliano, huku lengo kuu likiwa ni kuunganisha wasalishaji na wateja pamoja na kutangaza fursa mpya za kibiashara. Kiasi cha shilingi bilioni 3.9 kilichotangazwa na Azam TV kama mauzo ya maonyesho hayo kinawakilisha takwimu iliyotolewa hadharani kuhusu mafanikio ya biashara ama ya kibiashara ya tukio hilo, ikiwa ni sehemu ya taarifa za kila mwaka zinazolinganishwa na matokeo ya miaka iliyopita ili kupima ukuaji au kushuka kwa shughuli za kibiashara zinazofanyika kupitia maonyesho hayo. Mtazamo wa Bwana Lema ya kuyalinganisha mauzo hayo na dhamana ya zawadi ya send-off unaonyesha jinsi anavyoyachukulia matokeo hayo kuwa madogo ikilinganishwa na matarajio ya kiuchumi ya tukio la kibiashara la kitaifa kama Sabasaba, hususan akizingatia gharama ya rasilimali zinazotumika kila mwaka kuandaa maonyesho hayo makubwa ya kitaifa. Kwa kuunganisha taarifa ya mauzo ya bilioni 3.9 na hali ya kisiasa nchini, Lema
anaonyesha kuwa mtazamo wake kuhusu takwimu hizo za kiuchumi au kujitenga na uchambuzi wake mpana na hali ya kisiasa ya taifa, akisisitiza uhusiano unaoana kati ya utendaji wa kiuchumi na mwenendo wa kisiasa za sasa nchini. Rai yake ya kutaka mabadiliko ya kisiasa kabla ya majuto makubwa zaidi inaonyesha waziwazi wake kuhusu mwelekeo wa hali ya kiuchumi na kijamii nchini kadri muda unavyoendelea. Bwana Lema ameunganisha ripoti hiyo pia na taarifa hiyo na ukumbusho wa jinsi siku ya Sabasaba yenyewe ilivyokuwa na hali tofauti ya miaka mingine kutokana na baadhi ya wafanyabiashara kubaki majumbani, jambo analoloona kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kiwango cha chini cha mauzo kilichotangazwa. Uamuzi wa Bwana Lema wa kuchambua takwimu za kiuchumi za tukio la kitaifa kama Sabasaba unaonyesha mtindo wa viongozi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania wa kutumia matukio ya kila siku ya kiuchumi na kijamii kama fursa ya kujenga hoja pana zaidi kuhusu utendaji wa nchi. Kwa kufanya hivyo, Bwana Lema ameonyesha jinsi mijadala ya kiuchumi na ya kisiasa nchini Tanzania mara nyingi inavyoungana, ambapo takwimu za kibiashara zinazotolewa na serikali au vyombo vya habari hauwezi kutumika na wanasiasa kama msingi wa uchambuzi mpana zaidi wa hali ya nchi, hususan pale ambapo matokeo hayo yanaonekana kudhurithi matarajio ya umma kuhusu ukubwa wa tukio husika la kitaifa. Taarifa ya Bwana Lema kuhusu mauzo ya Sabasaba iliyotolewa akiwa bado ni mmoja wa viongozi wanaoendelea kushiriki kikamilifu katika masuala ya kisiasa ya Chadema kupitia nafasi yake ya ujumbe wa kamati mkuu, akiendelea kutumia mitandao ya kijamii kama jukwaa la kuwasilisha maoni yake kuhusu masuala ya kitaifa yanayotangazwa na vyombo vya habari na taasisi za serikali. Matumizi ya mitandao ya kijamii kama Instagram na majukwaa mengine na viongozi wa vyama vya upinzani nchini Tanzania yamekuwa yakiongezeka kwa miaka ya hivi karibuni, yakiwapa nafasi ya kufikisha ujumbe wao moja kwa moja kwa wafuasi bila kupitia vyombo vya habari vya jadi. Jambo linaloonekana pia katika jinsi Bwana Lema alivyoshiriki na kuchambua taarifa ya mauzo ya Sabasaba iliyotolewa awali na Azam TV. Kwa mujibu wa uchambuzi wa Bwana Lema, uhusiano kati ya matukio ya kibiashara ya kitaifa kama Sabasaba na hali ya kisiasa na kiuchumi nchi ya wiki ama ni moja kwa moja, ambapo takwimu za nchi za mauzo zinaweza kuchukuliwa kama kiashiria cha changamoto kubwa zaidi ya kiuchumi zinazowakabili wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla. Mtazamo huu unaonyesha jinsi viongozi wa vyama vya upinzani wanavyotumia takwimu rasmi za kiserikali au za vyombo vya habari kujenga hoja za uchambuzi wa kiuchumi na kisiasa zinazolenga kuonyesha changamoto zinazowakabili wananchi katika maisha yao ya kila siku.